Jambo na karibu katika taarifa zetu za habari za mchana wa leo tarehe 29 mwezi wa 4 mwaka 2026. Ndugu mpendwa msikilizaji na mtazamaji, kama ni mara yako ya kwanza kufuatilia habari kupitia Kongo Post News, hakikisha una subscribe, una like, una comment na kushare ili wengine waendelee kupata habari zetu kwa muda wowote. Unaweza kutuandikia kwenye namba ambayo unaendelea kuiona kwenye video, kwenye picha, na ukatupatia maoni yako aidha mapendekezo yako. Katika taarifa yetu ya habari za mchana wa leo, tutaongelea matukio mbalimbali toka mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan vita vinavyoendelea sehemu mbalimbali nchini ya DRC. Karibu katika taarifa yetu ya habari ya mchana wa leo, sauti yetu, habari zako. Hali ya usalama katika eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limeibua wasiwasi mpya kufuatia taarifa kwamba jeshi la Zambia limeingia na kuchukua udhibiti wa baadhi ya maeneo ndani ya mipaka ya Kongo. Kwa mujibu wa ripoti iliyowasilishwa katika bunge la taifa la nchi hiyo, wanajeshi wa Zambia wanadaiwa kukalia vijiji vya Muliro na Moba vilivyopo katika mkoa wa Tanganyika. Taarifa hiyo imezua mjadala mkali miongoni mwa wabunge na wadau wa usalama kuhusu heshima ya mipaka ya kitaifa na uhuru wa nchi. Ripoti hiyo inaeleza kuwa uwepo wa vikosi vya kigeni katika maeneo hayo yameonekana kuwa kwa muda, jambo linaloibua maswali juu ya sababu na malengo ya hatua hiyo. Hata hivyo, hadi sasa mamlaka za Zambia hazijatoa tamko rasmi kuelezea madai hayo. Kwa upande wake, baadhi ya viongozi wa kisiasa nchini ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanatoa wito kwa serikali kuchukua hatua za haraka za kidiplomasia ili kutatua suala hilo kwa njia ya amani, huku wakisisitiza umuhimu wa kulinda mipaka ya taifa. Wanataka uchunguzi huru ufanyike ili kubaini ukweli wa madai hayo na athari zake kwa raia wanaoishi katika maeneo husika. Wakazi wa maeneo ya karibu na mpaka huo wanaripoti ya hali ya taharuki na hofu, wakihofia kuzuka kwa mvutano wa kijeshi au hata mapigano ikiwa hali haitadhibitiwa mapema. Baadhi yao wameanza kuhama makazi yao wakitafuta usalama katika maeneo ya ndani ya nchi. Wachambuzi wa masuala ya siasa za kikanda wanaonya kuwa tukio kama hili linaweza kuathiri uhusiano wa kidiplomasia kati ya nchi hizo mbili, hasa ikiwa itashughulikiwa kwa haraka kupitia mazungumzo ya wazi na wazi. Kwa sasa macho ya wengi yameelekezwa kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na ile ya Zambia kuona hatua zitakazochukuliwa ili kupunguza mvutano na kurejesha hali ya utulivu katika eneo hilo nyeti la mipaka. Hadi kufikia sasa hakuna taarifa rasmi ya mapigano makubwa yaliyoripotiwa, lakini tahadhari inaendelea kutolewa kwa wakazi, huku juhudi za kidiplomasia zikitarajiwa kuwa suluhisho la kudumu kwa mgogoro huu unaochipuka. Jiji la Kinshasa linaendelea kushuhudia mageuzi makubwa katika miundombinu yake ya usafiri wa anga, huku maboresho ya uwanja wa ndege wa kimataifa wa Njili yakipiga hatua muhimu. Kwa mujibu wa taarifa za hivi karibuni, kazi za ukarabati na uboreshaji wa uwanja huo zinaendelea vizuri, hasa katika eneo la terminal ya safari za ndani. Miongoni mwa mabadiliko yanayoonekana wazi ni pamoja na kupakwa rangi upya kwa jengo la rotonde, hatua inayolenga kuupa uwanja huo sura ya kisasa na kuvutia zaidi kwa wasafiri. Mifumo mipya ya taa imewekwa ndani ya jengo hilo, ikiboresha mwangaza na kuongeza usalama kwa waabiria na wafanyakazi. Maboresho hayo yanatarajiwa kurahisisha shughuli za usiku na kuhakikisha mazingira bora zaidi ya huduma ndani ya uwanja huo. Katika hatua nyingine muhimu, uwanja huo wa sasa umewekwa generator ya kisasa ya umeme wa pamoja inayoweza kusambaza nishati bila kukatika katika sehemu zote za terminal. Mfumo huu mpya unalenga kumaliza changamoto za kukatika kwa umeme ambazo kwa muda mrefu zimekuwa zikikwamisha huduma katika uwanja huo. Wachambuzi wa masuala ya usafiri wanasema kuwa maboresho haya ni sehemu ya juhudi za serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuimarisha sekta ya anga, kuvutia wawekezaji na kuboresha uzoefu wa wasafiri wa ndani na wa kimataifa.
Hata hivyo, baadhi ya wakazi na watumiaji wa huduma za uwanja huo wanasitiza umuhimu wa kuhakikisha kuwa kazi hizo zinakamilika kwa wakati wa viwango vinavyokidhi mahitaji ya kisasa ya wasafiri wa anga. Kwa ujumla, hatua hizi zinaashiria mwelekeo mpya wa maendeleo katika sekta ya miundombinu nchini humo, huku Kinshasa ikiendelea kujipanga kama kitovu muhimu cha usafiri na biashara katika ukanda wa Afrika ya Kati. Huzuni imetanda katika eneo la Walikale, mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kufuatia ajali mbaya iliyosababisha vifo vya watu wawili baada ya daraja la kienyeji kuporomoka. Tukio hilo limetokea katika mto wa Loa River ambako daraja lilikuwa likitumiwa na wakazi kuvuka lilishindwa kuhimili uzito na hatimaye kuanguka. Kwa mujibu wa mashuhuda, daraja hilo lilikuwa limejengwa kwa njia za kienyeji na halikuwa na uimara wa kudumu, jambo lilokuwa likihatarisha maisha ya watumiaji kwa muda mrefu. Imeelezwa kuwa wakati wa ajali hiyo watu kadhaa walikuwa wakivuka daraja hilo kabla ya kuporomoka ghafla na kusababisha baadhi yao kutumbukia ndani ya maji ya mto huo. Miili ya watu wawili imethibitishwa kupatikana, huko juhudi za kuwatafuta wengine walioweza kuathirika zikiendelea. Wakazi wa eneo hilo wameeleza masikitiko yao wakisema kuwa daraja hilo lilikuwa kiungo muhimu cha mawasiliano kati ya vijiji jirani. Kuporomoka kwake hakujasababisha vifo tu, bali pia kumekatiza shughuli za kila siku kama biashara, usafiri na huduma muhimu. Viongozi wa eneo la Walikale wameahidi kuchukua hatua za haraka ili ikiwa ni pamoja na kufanya tathmini ya miundombinu mingine iliyo hatarini na kutafuta suluhisho la kudumu kwa ajili ya wakazi wanaotegemea njia hiyo kuvuka mto. Wachambuzi wa masuala ya maendeleo wanasitiza umuhimu wa uwekezaji katika miundombinu imara vijijini, wakieleza kuwa ajali kama hizi zinaweza kuepukika iwapo kutakuwa na mipango bora ya ujenzi na matengenezo ya miundombinu ya usafiri. Kwa sasa wakazi wanaendelea kuwa katika hali ya majonzi, huku wakiomba msaada wa haraka ili kurejesha mawasiliano kati ya eneo hilo na kuzuia matukio kama hayo yasijirudie siku zijazo. Mchakato wa amani unaofanyika chini ya kile kinachojulikana kama mchakato wa Doha unaendelea kukumbwa na changamoto mpya baada ya muda wa siku 10 uliokuwa umetolewa kwa ajili ya kuachiliwa kwa wafungwa kupita bila mafanikio yoyote. Kwa mujibu wa taarifa mbalimbali, makubaliano hayo yalifikiwa kati ya serikali ya Kinshasa na waasi wa M23 yalihusisha hatua za kujenga imani, ikiwa ni pamoja na kuachiliwa kwa wafungwa kutoka pande zote mbili. Hata hivyo, hadi kufikia mwisho wa muda uliowekwa, hakuna upande uliotekeleza kikamilifu hadi hiyo. Hali hii inaibua mvutano mpya ambapo kila upande unamtuhumu mwenzake kwa kukwamisha mchakato huo wa amani. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC imeeleza kuwa waasi wa M23 hawajaonyesha nia dhati ya kuheshimu makubaliano, huku ikishtumu kwa kuchelewesha makusudi hatua hiyo muhimu. Kwa upande wao, waasi wa M23 nao wanadai kuwa serikali ya Kinshasa ndiyo inayokwamisha utekelezaji wa makubaliano hayo, wakisisitiza kuwa mazingira ya usalama na uaminifu bado haujatimia ili kuruhusu hatua kama hiyo kufanyika. Mvutano huu umeibuka baada ya mkutano uliofanyika mjini Montreux ambako wadau wa pande zote walijadili njia za kusonga mbele katika mchakato wa kurejesha amani mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ingawa kulikuwa na matumaini makubwa kufuatia mkutano huo, hali ya sasa inaonyesha kuwa bado kuna pengo kubwa la kutokuaminiana kati ya pande zote husika. Wachambuzi wa masuala ya siasa wanasema kuwa kucheleweshwa kwa hatua za kuachiliwa kwa wafungwa kunaweza kuzofisha juhudi za amani, hasa katika kipindi hiki ambacho wananchi wa maeneo yaliyoathirika wanahitaji suluhisho la haraka. Mashirika ya kimataifa yameanza kutoa wito kwa pande zote mbili kuonyesha nia ya kweli ya kutekeleza makubaliano yaliyofikiwa.
wakisitiza kuwa hatua za kujenga imani ni muhimu ili kufanikisha mchakato wa mazungumzo. Kwa sasa macho ya wengi yanaelekezwa kwa viongozi wa pande husika kuona iwapo wataweza kurejea mezani na kuhusisha mazungumzo au kama mvutano huu mpya utazidisha hali ya sintofahamu katika eneo hilo. Hii ni katika wakati ambako hali ya usalama katika eneo la mashariki mwa DRC inaendelea kuwa mbaya, huku raia wengi wakiendelea kuathirika na migogoro ya mara kwa mara. Kusikiliza matangazo yetu kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, basi acha nikuunge moja kwa moja na habari za kimataifa. Karibu. Mamia ya watu kutoka kundi dhidi ya wahamiaji la March and March na mashirika mengine yasiyo ya kiserikali nchini Afrika Kusini wamefanya maandamano katika jiji la Pretoria mapema hii leo. Maandamano hayo yalifanyika hadi katika majengo ya muungano wa wafanyikazi ili kutoa hisia zao dhidi ya uhamiaji haramu. Waandamanaji hao wanasema kuwa serikali imefeli kukidhi mahitaji ya raia wa Afrika Kusini na kukashifu serikali kwa kupuuza uhalifu unaotekelezwa na wahamiaji wasio na vibali rasmi na vile ukosefu wa ajira miongoni mwa raia wa Afrika Kusini. Aidha, wametaka wale walio nchini Afrika Kusini kinyume cha sheria kurejeshwa makwao. Tunajaribu kuwakumbusha viongozi wetu na pia tunajaribu kuwaokoa, kwani wako katika shida wakijaribu kusaidia mataifa mengine badala ya masuala muhimu ya Afrika Kusini. Tuko sawa kuitwa wabaguzi, na kama kuna mgeni anayehisi kwamba sisi wa Afrika Kusini tu wabaguzi, basi waondoke nchini, kwani huwezi kukaa katika nchi ambayo unahisi haikutaki. Huwezi kuwa katika nchi ambayo upendi raia wake. We've been getting along very well with this. Tuliishi vizuri na wageni hadi pale walipoanza kutukosea heshima wakitutukana. Hakuna nchi inayoweza kuvumilia yale ambayo tumepitia kutoka kwa hawa watu wanaotuita wazembe. Kwa hivyo tunasema imetosha. Umoja wa Afrika si jambo la dharura. Enough is enough. We've been abused. Ubuntu can wait. Katika siku za hivi karibuni kumekuwa na taharuki nchini Afrika Kusini baada ya video zinazoonyesha watu wa raia wa mataifa mengine ya Afrika wakishambuliwa na kutakiwa warudi makwao na hata kunyimwa huduma za kimsingi. Rais wa nchi hiyo Cyril Ramaphosa amelaani vikali mashambulizi dhidi ya raia wa kigeni nchini humo, akisisitiza kwamba taifa hilo lina mengi ya kushukuru mataifa mengine ambayo yaliwasaidia wakati wa vita dhidi ya serikali ya ubaguzi wa rangi. Akizungumza katika hafla ya kuadhimisha uhuru wa taifa hilo, rais huyo amewataka wahamiaji wanaoishi na kufanya kazi nchini Afrika Kusini kuheshimu sheria za nchi hiyo. Hatupasi kukubali mzozo unaohusu wahamiaji walioko nchini kinyume cha sheria kuleta chuki miongoni mwa Afrika wenzetu. Hatupasi kukubali hilo kufanyika. Kweli sote tuna wasiwasi kuhusu wahamiaji haramu nchini mwetu na hata katika mataifa mengine. Hatupasi kukubali hili kuleta chuki dhidi ya wageni. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amelaani mashambulizi hayo yanayolenga raia wa kigeni kutoka barani Afrika, akisema kwamba, na hapa ninamnukuu, ghasia, vurugu za aina zote za uchochezi na chuki hazina nafasi katika jamii ambayo inaongozwa na sheria na inayoheshimu haki za kimsingi za binadamu. Mwisho wa nukuu. Kwa upande wake, ubalozi wa Tanzania umesema kwamba hakuna taarifa zozote ambazo zimewafikia kuhusiana na yale yanayoendelea dhidi ya raia wa kigeni nchini Afrika Kusini. Kuna mtu yoyote katika kipindi cha siku za hivi karibuni ambaye ana uraia wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye ameshambuliwa na hicho kinachoonekana kuwa ni kama makundi ya raia wazawa wa hapa wakishambulia wageni. Na ubalozi umeenda mbali, umefanya pia tathmini na kufanya mazungumzo na viongozi wa jumuiya za Watanzania katika majimbo kadhaa, majimbo 9 ndani ya Jamhuri ya Afrika Kusini, na kuwauliza kuhusiana na iwapo katika maeneo yao yupo Mtanzania yote ambaye ameshambuliwa. Ukweli ni kwamba videos zinazoonekana zikirushwa, yani picha mjongeo, zinahusisha matukio ambayo yametokea zamani, siku za nyuma. Tusalie katika taarifa hiyo. Mamlaka za Ghana na Afrika Kusini zimeshtumu mashambulizi hayo yaliyoripotiwa dhidi ya raia wa Ghana nchini Afrika Kusini baada ya video iliyosambaa kwenye mtandao ikionyesha mwanamume wa Ghana akikabiliwa na kuambiwa arekebishe nchi yake. Wizara ya mambo ya kigeni ya Ghana sasa inaitaka Afrika Kusini kuchukua hatua mwafaka ili kuwalinda raia zake nchini humo. Taarifa ifuatayo ya Leila Mohamed inachambua jinsi tukio hilo lilivyozua ghadhabu nchini Ghana.
Video hizi zenye maudhui ya kuogofya zinamuonyesha mwanamume mmoja ambaye alitambulika kimakosa kama sio raia wa Afrika Kusini akishambuliwa na kundi la watu nchini humo. Video hii nyingine inamuonyesha mwanamume ambaye ni raia wa Ghana akizomewa na kuelezwa arejee nyumbani kutengeneza nchi yake. Video hizi ambazo zimepata umaarufu mkubwa mtandaoni zimezua hasira kali na kuwaghadhabisha wengi hasa nchini Ghana. Balozi wa Afrika Kusini nchini humo aliitwa kujibu maswali na serikali ya Ghana. Waziri wa mambo ya kigeni nchini humo Samuel Okudzato Ablakwa amewataka raia kuwa wenye utulivu na kutaka mamlaka nchini humo kuchukua hatua mwafaka. Tunataka serikali ya Afrika Kusini kuwalinda wananchi wote, na pia tutahakikisha raia wote wa Afrika Kusini wanaoishi Ghana wako salama, kwa sababu hatuungi mkono mashambulizi ya aina yoyote. Afrika Kusini imesema kwamba inachunguza kisa hicho cha raia wa kigeni kushambuliwa na kwamba mamlaka nchini humo zitakutana na mabalozi wa mataifa yaliyoathirika kwa ajili ya kujadiliana kuhusu malalamishi hayo. Mataifa hayo mawili yamekuwa na uhusiano mzuri kwa miongo mingi. Ghana ilihusika pakubwa katika vita vya kupinga serikali ya ubaguzi wa rangi nchini Afrika Kusini. Rais wa kwanza wa taifa hilo Kwame Nkrumah alitoa msaada wa kifedha, mafunzo ya kijeshi na usaidizi wa kidiplomasia kwa wapiganaji wa ukombozi kutoka Afrika Kusini. Wengi nchini Ghana wanawataka raia wa Afrika Kusini kutambua mchango wa Ghana katika ukombozi wa taifa hilo. Waziri wa mambo ya kigeni Samuel Ablakwa amesema kwamba mwathiriwa ametambuliwa alipo na kupata usaidizi unaomfaa. Mashambulizi dhidi ya raia wa kigeni nchini Afrika Kusini yanachangiwa na mahangaiko ya kiuchumi, taarifa potofu na hali ya taharuki ambayo imedumu kwa miaka mingi. Waandamanaji wanaowalenga raia wa kigeni kutoka nchi nyingine za Afrika wameanza kutumia nguvu dhidi yao. Mashambulizi ya hivi majuzi yametokana taarifa kwamba kiongozi wa kijamii kutoka Nigeria alitawazwa na kupewa mamlaka nchini Afrika Kusini. Sasa ili kuelewa zaidi tuungane na mwandishi wa habari Nixon Katembo, anajiunga nasi mubashara kutoka Johannesburg, Afrika Kusini. Katembo, ni yapi ambayo yamejiri katika mkutano wa kupinga wahamiaji kutoka nje huko Afrika Kusini hii leo? Ni kweli wa kupinga wahamiaji wameweza kuwasilisha nyaraka za malalamishi kwa ofisi ya rais ambazo zilipokelewa na naibu wa rais katika ofisi ya rais Mtauli Mazeba, ambaye alikubali kwamba serikali inakubaliana na malalamishi ambayo yametolewa, na hivi kusema kwamba swala hilo serikali inaendelea kulivalia njuga na kusikiliza malalamiko ya waandamanaji. Katembo, tunapotaja malalamiko, raia wanalalamikia nini haswa? Haswa ni kudhalilishwa kwa kile wanachokitaja uonevu kutoka kwa baadhi ya wageni ambao wanaishi hapa nchini, haswa mataifa ya Nigeria na Ghana, na wengine wanaosema kwamba raia hao wanashiriki katika kuendeleza uhalifu, ikiwemo ugavi wa madawa kulevya katika maeneo mbalimbali na kuathiri jamii ya Afrika Kusini. Na upande mwingine ni swala la kiuchumi, ambako anasema kwa maduka madogo madogo ambayo yangemilikiwa na raia wa Afrika Kusini sasa hivi yanamilikiwa na baadhi ya Wasomali pamoja na raia kutoka Ethiopia na Bangladesh na huko Pakistan. Sasa hili ndilo tatizo kubwa haswa. Upande wa mwingine kuna pia kazi za mayaya kwa mfano kutoka Zimbabwe na Malawi, na wale wa kutengeneza mashamba za majengo ya watu na kufanya kazi madukani kwa kuuza vitu vya rejareja. Hizi kazi zikichukuliwa haswa na wageni kutoka mataifa tofauti. Katembo, hii si mara ya kwanza maandamano haya kutokea na hali kama hii ya raia kutoka mataifa mengine kupigwa. Kwa nini swala hili linajirudia tena kila mara? Ukiangalia kwa tathmini yangu ni kwamba swala hili linajirudia wakati wa siasa za ndani zikichachama, haswa tukielekea uchaguzi. Nakumbuka mwaka huu mwezi mchache ijayo tutaendelea katika uchaguzi wa serikali za mitaa, na serikali iliyopo madarakani kwa sasa ni serikali ya mseto kati ya vyama vya upinzani na chama tawala cha ANC. Kwa hivyo kauli za kisiasa ambazo nasikia kutoka kwa viongozi inaelekea sana kuwaridhisha raia wa ndani ambao ni wapiga kura na wanalalamika kuhusu haya masuala ambayo wanaendelea kuyalalamikia.
lakini kihalisia sheria za Afrika Kusini kwa zinalinda haki ya wahamiaji na pia kuweza kupata wahamiaji, na hao pia kuna wahamiaji ambao wanajihusisha katika uhalifu pamoja na kusalia nchini bila vibali. Katembo, kuna video tumeiona ya Rais Ramaphosa ameotaka raia wa kigeni nchini humo kuheshimu tamaduni, sheria na hali ya maisha ya Afrika Kusini. Hili linachukuliwa vipi na raia nchini humo wenyewe? Raia kwa jumla wamesema kwamba wanashukuru kauli ya rais, na ni kama yeye kutambua kwamba kuna kasoro kutoka haswa kwa baadhi ya wageni, na taifa ambalo limelaumiwa sana ni raia kutoka taifa la Nigeria, ambao kuna baadhi yao ambao wanazushisha na vitendo ambavyo ni vinawadhalilisha wa Afrika Kusini, ikiwemo hata pia kuwatumia katika biashara ya ngono. Sasa hilo linabainika wazi, pamoja na uzaji wa mihadarati na vinginevyo. Sasa nadhani hii ndio imekuwa ikileta ghadhabu na ikasababisha kwamba raia wote wa kigeni kutoka mataifa ya Afrika washirikishwa katika makosa ya watu wachache fulani ambao wanajihusisha na vitendo hivi ambavyo vinaenda kinyume na sheria za nchi. Katembo, kuna kitu kingine ambacho kimetajwa sana katika mitandao ya kijamii kwamba kuna kiongozi wa jamii kutoka nchini Nigeria alitawazwa. Je, hili kweli lilifanyika? Na kama lilifanyika, watu watajiuliza kwa nini kitendo kama hiki kilifanyika? Ni swala la kuseme kuna jamii moja wa Nigeria ambayo ni wa Igbo kutoka maeneo ya kaskazini mashariki na mashariki mwa Nigeria, ambao wako wengi katika taifa hili, na ni kweli walitawaza kile wanachokitaja kuwa mfalme wao kinyume na sheria za Afrika Kusini, kwamba huwezi kufanya ufalme katika taifa lingine ambako wewe sio mzawa, na hii ikazua taharuki na matatizo makubwa kwa jamii, kwamba imekuwaje swala hili likaruhusiwa. Hii kuna falme za Afrika Kusini ambazo bado zinashirikiana na serikali katika kuendelesha masuala ya jamii kwa Afrika Kusini. Sasa hiyo nalo limekuwemo, lakini kiongozi huyo alijitokeza bayana baada ya serikali ya Nigeria kuingia kati na balozi wa Nigeria kupinga hatua hiyo ya jamii ya Waibo katika mkoa wa Cape Mashariki ambao walitawaza kilo mfano. Shukran sana Nixon Katembo. Hapo ndipo tunapohitimisha matangazo yetu ya siku ya leo tarehe 29 mwezi wa 4 mwaka 2026. Basi ndugu mpendwa msikilizaji na mtazamaji, acha tuendelee kutosha shukrani zetu za dhati kwa wote wanaoendelea kuchagula Kongo Post News kama kituo chao chema na bora cha matangazo. Nia na mazungumzo yetu ni kuhakikisha tunakuletea habari sahihi za kuaminika tena kwa muda muafaka. Na basi kama ulikuwa nasi mwanzo hadi mwisho, kama una swali unaweza kutuandikia kwenye namba ambayo unaendelea kuiona hapo kwenye video au kwenye picha, na ukatupatia maoni yako, aiza mapendekezo yako, na vile vile unatuambia unaendelea kufuatilia Kongo Post News ukiwa maeneo gani. Ndugu mpendwa msikilizaji na mtazamaji, tukutane katika taarifa ya habari ya kesho.